tutamkaribisha Sheikh Isa Shimirimana au kwa jina lingine anaitwa Kishki. Anakuja kutupa mada inayosema athar za tabia za kimagharibi kwa mabinti wa Kiislamu. Athar za tabia za kimagharibi kwa mabinti wa Kiislamu ndio mada ya Sheikh wetu. Andika hiyo, athar za tabia za kimagharibi kwa mabinti wa Kiislamu. Karibu Sheikh Isa. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا رب فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب وأشهد أن لا وحده لا شريك له هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ورائدنا وأسوتنا وشفيعنا وشيخنا وأستاذنا ومعلمنا محمدا رسول الله. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى فجزاه الله خيرا ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحية مباركة طيبة من عند الله، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Watukufu wa Islam, wapenzi na wafuasi wa Mtume Muhammad, awali ya yote nina furaha isiyokuwa na kifani juu ya mkusanyiko wetu huu. Kuanzia asubuhi mpaka alasiri mchana tupo kwa ajili ya kumzungumza kiumbe anayeitwa mwanamke. Allah awalipe kheri wowote waliochangia mchango wao mkubwa na mdogo juu ya kulikamilisha au ya kukamilisha shughuli adhimu kama hii tuliyokuwa nayo. Awajazie katika mizani ya matendo yao mazuri siku ya Kiyama. Mwanamke ni kitu muhimu au ni kiumbe muhimu kabisa katika society. Almar'atu silahun dhu haddain, mwanamke ni silaha yenye makali ya sehemu zote chini na juu. Vyovyote utakavyomtumia mwanamke utasibu. Ukimtumia katika kheri utafikia katika malengo yako, kadhalika ukimtumia katika shari utafikia pale unapopatarajia. Na ndio maana watu waovu wote duniani katika uovu wao utakuta kiumbe anaitwa mwanamke hakosi katika ushirika wao. Mwanamke ni mtu ambaye anastahili kuandaliwa na kutengezwa kabisa kabisa. Na jambo hili ni jambo muhimu, na si lisiwe la mwanzo na la mwisho. Vikao kama hivi ni vikao vinatakikana kuendelea miraran wa tikrara.
فإن كانت صالحة تقية طاهرة نفع الله بها المجتمع نفعا عظيما. Ikiwa mwanamke atakuwa ni mwanamke mwema, akawa ni mcha Mungu, akawa ni mwanamke msafi, Allah atanufaisha jamii kupitia mwanamke huyo manfaa yaliyokuwa makubwa kikweli kweli. Wa in kanat fasidatan khabithatan fa innahu sayakunu laha atharun sayyi'un 'ala al-mujtama'. Na ikiwa mwanamke atakuwa ni mwanamke mwovu, mwanamke khabithi kweli kweli, hakika mwanamke huyo atakuwa na athari iliyokuwa mbaya kabisa katika mujtama au katika kwenye jamii. Fahiya fitnatun shadidatun wa adhimatun. Mwanamke kama huyo atakuwa ni fitna iliyokuwa kubwa na itakuwa ni fitna ambayo iliyokuwa adhimu kweli kweli. Ndugu yangu Muislamu unaonisikiliza, mwanamke au mama ni chombo kweli kweli, na ndio maana Ahmad Shauqi wao wenyewe wanasema ni amiru shuara, amiri wa washairi, akafikia kutoa maneno akasema al-ummu madrasatun idha a'adattaha a'adatta sha'ban tayyib al-a'raqi. Nasema mwanamama ni chuo, mama ni school. Ikiwa jamii itamtengeneza mwanamke mmoja tu anaitwa mama, basi watakuwa wametengeneza jamii iliyokuwa nzuri. Mwanamke mmoja akitengenezwa, itakuwa imetengenezwa shina lenye mizizi iliyokuwa mizuri kweli kweli. Lilummi atharan balighan fi nufusi al-abna'i. Kwa mama kuna athari iliyokuwa kubwa kwenye nafsi za watoto. فإذا صلحت صلح الأبناء. mama akiwa amenyoka akawa mzuri, basi lazima na watoto vile vile watanyoka na watakuwa wazuri. Wabitali yaslihu almujtama'u kullu. Vile vile mama akinyooka lazima jamii yote itakuwa imenyooka. Mama ni kitu muhimu na ni kitu adhimu kabisa kabisa. Hii ilikuwa kama utangulizi, lakini maudhui niliyopewa kuzungumza na nyinyi katika dakika chache ni maudhui inayosema atharu thaqafati algharbiyati ala alfatayati almuslimati. Athari za utamaduni wa kimagharibi kwa mabinti wa Kiislamu. Naam, ni jambo lisilopingika kabisa kabisa ya kuwa maadui wa Allah, Mayahudi na Wakristo na wale wanaotumikia malengo yao na kutekeleza mipango yao mbalimbali, ambao wameingia katika safu zetu hizi, wanafiki hao, washika kalamu na waandishi wa makala mbalimbali, wote wameng'ang'ania katika njama zao za wazi dhidi ya taifa hili la Kiislamu. Wote wamekaa katika mikakati mbalimbali ya kupotosha Uislamu. Laqad tasallalat athaqafatu algharbiyatu ila hayati almuslimina wa buyutihim. Hakika utamaduni wa kimagharibi umepenyeza kabisa katika maisha ya Waislamu pamoja na nyumba zao. Hatujaokoka kweli kweli, na wamefaulu kwa asilimia kubwa kwa hilo. Tayari katika nyanja zote wametushika mpaka kuoni, hatufurukuti hata kwa sekunda moja. Katika mambo mbalimbali wametuingizia utamaduni wao na tabia zao. Abru wasaili al-i'lami al-masmu'a, katika vyombo vya habari utakuta utamaduni wao ndio unatangazwa kwa hali ya juu, na attention na vyombo hivi vya habari ni vyombo hatari kweli kweli, ni vyombo hatari kuliko hata atomic bomb. Vyombo hivi ni vyombo ambavyo vinaweza vikalikuja vikakuza punja la mchele
linaweza likaonekana kama jabali, linaweza likamfanya mzee sisimizi akaonekana kama tembo. Wamewapendezeshea watu, wamewapendezeshea hasatan mabanati wa Kiislamu utamaduni wao huyo wa kimagharibi. والمشاهدة والمقروءة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. Hakika katika mambo mbalimbali wametuingizia utamaduni wao, katika taswira, katika magazeti mbalimbali, mitandao ya kijamii, huko ndiko usisemi ni taka limejazana huko, na kila kukicha huko ndipo tulipojazana. والعوامل الافتراضية ومناهج التعليم والرموز السياسية والثقافية والفنية والاجتماعية التي باتت ترى الغرب قبلتها ووجهتها. Mambo mbalimbali wametuingizia utamaduni wao katika ulimwengu wa mitandao, huko ndo wametuingizia mambo yao, bali wao ndo waasisi kabisa wa vyombo hivyo. Mitaala ya kielimu, watu mashuhuri mbalimbali wa kisiasa, watu mashuhuri mbalimbali wa kitamaduni, watu mashuhuri mbalimbali wa kisanii, watu mashuhuri mbalimbali wa kijamii, wote hao ambao wamekuja na kuziona nchi za magharibi kama kibla chao na marejeo yao. Na watu wanawatazama hao, watu wanawatazama wanasiasa, watu wanatazama watu wa jamii, watu wanawatazama wasanii mbalimbali, na wote hao mafunzo wanayatoa katika hizo nchi za kimagharibi. Cha kuzingatia ndugu yangu unaonisikiliza, lilmar'ati alhadhu alawfar fi alhujmati algharbiyati. Mwanamke yeye ana nafasi kubwa katika mashambulizi ya kimagharibi. Lengo kubwa ni mwanamke. Kwa nini mwanamke? Kwa sababu wanajua wakifaulu kwa mwanamke wamefaulu kwa 97 mpaka 98. Kwa nini mwanamke? Kwa sababu mwanamke fahiya al-umudu al-fiqri lil-usra, kwa kuwa mwanamke ndiyo uti wa mgongo wa familia. Labinatul mujtama, mwanamke ndiyo ujenzi wa jamii. Ikiwa watafaulu kwa mwanamke, basi jamii yote tayari wameshaiteka, na mwanamke ndo mwenye jukumu lake kuu katika kuunda mustakbali wa taifa. Hivyo tukimpata mwanamke, hakika tumepata kikweli kweli na tumefaulu katika mambo yetu. وبات للثقافة الغربية آثار لا تنكر في حياة كثير من النساء المسلمين. utamaduni wa kimagharibi umekuwa na athari zisizopingika katika maisha ya wanawake wengi wa Kiislamu. Naam, wanawake wa zama hizi wengi wao wamekuwa bendera fata upepo. Wanawake wamekuwa juu kama tiara. Usifikiri ni vingine, huko katika athari zilizopatikana kutoka katika nchi za kimagharibi ndizo zimewafanya wanawake kubadilika na kutoka katika mafundisho sahihi ya kitabu na sunna, wakawa katika mafundisho ya hao wanaowaona kwamba ndo wakuigwa na wakufuata. Ndugu yangu Muislamu, role model wetu ni Bwana Mtume Muhammad. Tunatakikana sisi tusome kupitia kwake yeye. Hao wengine tu ni vumbi tu, wala hakuna kitu. Uislamu wa wanawake wengi umebakia ni Uislamu wa Madina, kwamba yeye ni Muislamu lakini Uislamu usiokuwa na vitendo. Na yote haya ni vile tulivyoathirika na tabia zao, tukaziweka katika tabia zetu, tukamtupa Allah pamoja na Bwana Mtume Muhammad. Ni mambo ya kushangaza na kusikitisha kweli kweli. Na ndio maana mmoja alizungumza akasema, ta'asil ilaha wa tudhhiru hubbahu la'amrun hadha fil qiyas ba'idun law kana hubbuka sadiqan la ata'atahu inna yuhibba liman yuhibbu muti'u. Unamuasi Allah
na huku unadhihirisha mapenzi, unasema kwamba unampenda, lakini ukatazama matendo yako yako mbali na mapenzi unaoyadai, hakika jambo hili liko mbali sana na kipimo cha akili, kwa sababu mpenzi kwa yule anayempenda au mpenzi kwa yule ampendaye kila siku atamsikiliza na kumtii. Nimekukusanyeni athari zipo nyingi, lakini nimekukusanyeni kadri ya zile ambazo Mungu ameniwezesha kukuonyesheni kwamba hizi athari wanawake au mabanati wa Kiislamu wameathirika na athari za nchi za kimagharibi. Moja ya athari tuliyoipata ambayo inaonekana kutoka kwao, tarsikhul qanaati lada almar'a biannaha mahdumatul haqqi وعليها أن معركة التحرر من الدين والعادات والتقاليد. Jambo la kwanza, kumjengea mwanamke imani ya kwamba haki zao zimechukuliwa, na kumjenga mwanamke ya kwamba anapasa kupambana vita, anapasa kupambana kwa hali yoyote, kujitoa katika fikra ya utumwa wa dini, fikra ya utumwa wa mila, fikra ya utumwa wa desturi. Baadhi ya wanawake wasiojielewa na wao wamedumbukia katika hilo. Wanasimama wanaonesha kwamba na sisi tunataka haki yetu. Haki yao ni ipi? Ukaja kutazama haki wanazozitaka ziko mbali sana kabisa na mafundisho ya Uislamu. Haki za kusema kwamba lazima iwe 50 kwa 50. Mwanamke atapata 50 na sisi mwanaume apate 50 na sisi tupate 50. Lazima haki ziwe sawa. Lazima tuwe sawa sawa kwa kila jambo. Wakati jambo hili ukilitazama liko mbali kabisa na mafundisho. Hata katika maisha ya nyumba ya ujumbani, ndani ya nyumba mke na mume, kutokamana na fikra hizi na athari mbaya ambazo wanawake wameathirika za kimagharibi, mtu anataka kuwa sawa na mume wake ndani ya nyumba, wakati Mungu ameshasema walirijali alayhinna daraja. Wanamume ndani ya nyumba wana daraja kubwa kuliko wanawake. Mambo yalitokea huko, lazima kuna jambo nitakuja kuliweka. Mwenyezi Mungu awalipe kheri mama zetu na mashehe zetu, walilizungumza kwa kadri na walilizungumza kwa mapana na marefu, lakini ukitazama hili jambo la kusema kwa nini wanawake wamekuwa wachapakazi, wenyewe ndio wanahudumia familia, walisema mashallah, lakini ukija kutazama upande mwingine ni moja katika athari wanawake wameathirika na athari za nchi za magharibi. Tutakuja kulieleza hilo ikiwa kama muda utaturuhusu. Wanawake wamebebeshwa kwamba mambo ya dini yanawanyanyasa, mambo ya kuvaa hijabu na ushungi haya, nye hamuoni joto, kwani hamuoni kwenye jua hili mnakaa mnajifunika. Wanawake wasiokuwa na aibu na haya, na wao wakafuata fikra kama hizo na kuonesha kwamba huu ndio uhuru. Mambo ya kusema kwamba hivi karne ya 21 si karne ya 7 hii. Nakwambia hayo mambo yameshapitwa na wakati bwana, mambo ya kizamani. Watu wanachukua dini kwamba ni mambo ya kizamani, na zile athari za kimagharibi wanaona ndo sasa na ndo fashion iliyoingia, fashion mpya. Hiyo ni athari ya kwanza ambayo wameingiza magharibi na wamefanya ni mzigo mzito kabisa. Hii ni moja katika athari ambazo tunazozipata wanawake wameathirika. Hili jambo la mwanamume kufanya kazi na kuhudumia familia, tilka alqawamatu allati kanat bihadafi takrimha wa i'zaziha wa tajannibiha mashaqa alhaya. Hili jambo lilikuwa ni jambo ambalo lilikuja kushughulishwa na limekuja kumpa mwanamke heshima na utukufu, na kumfanya mwanamke asiwi na maisha yaliyokuwa magumu. Mwanamume ndo na hakuna asiyejua hilo, kuanzia katika dini yetu mpaka katika dini zao.
Qur'ani imeashiria akasema mwanamume wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'rufi. Suala la kutafuta ni suala la baba. Hata wao katika vitabu vyao utasikia mwanamume atakula kwa jasho na mwanamke atazaa kwa uchungu. Haya mambo ya maneno yanatafsiri gani? Yanatafsiri kwamba mwanamume ndo atafute, alafu na mwanamke yeye kazi yake akaye hudumie familia. Lakini Uislamu ulikuja kumpa heshima na taadhim na karama na i'zaz kumpa mwanamke. Lakini wanawake kwa sababu ya kuathirika na athari ya tabia za kimagharibi wanaona kwamba huko ni kunyanyasa, lazima na sisi tufanye kazi, lazima tupambane kweli kweli. Jambo lingine katika athari ambayo tumeathirika nayo, الالتهاء بعنوان الزينة وانتزاع لباسها وحيائها. Wameshughulikwa na sanaa pamoja na urembo, na ile limepelekea mpaka wakavua hijabu zao pamoja na kuvua haya waliokuwa nayo. Ingia kwenye TikTok, huko ndipo utaona uozo wa hali ya juu. Ukitaka kujua kama wanawake wa Kiislamu, mabinti wa Kiislamu wameathirika na tabia za kimagharibi, nenda katika hii mitandao ya kijamii, TikTok, Instagram, wote wameona kwamba huko ndo kibla na ndo marji'u yao. Wamemwona msanii mmoja wa kimataifa kwa sababu ni mjamzito, anakwenda na tumbo lake liko wazi, anapiga picha na tumbo lake. Basi na wanawake wa Kiislamu nao wameiga hilo, wanasema ndo fashion, na yeye akiwa mjamzito anakwenda anatia tumbo lake juu, analizagaza. Niko na sahibu wangu mmoja, Mwenyezi Mungu amhifadhi na mlinde, alinambia yuko binti katika mabinti wa nyumbani, lilimshangaza hilo. Ameona na yeye amejiandikisha katika maonyesho ya umisi na urembo, tena anakwenda na hijabu yake na yeye anataka kwenda katika umisi. Hizi zote ni athar ambazo wanawake wameathirika na nchi hizo za kimagharibi. Hakuna nchi zinazoonekana kama ni firdausi kama hizo nchi za kimagharibi. Na ndio maana kila lenye kuruka huko wanawake wameshadakia kutazama sanaa, mpaka wanawake kufikia kuweka kucha za bandia, kuweka urembo, kuweka nyusi za bandia, mpaka kuweka kila kitu cha bandia, makalia bandia. Wapi waliyatoa? Huko ndipo walipoyatoa. Na hawa sisi wanawake wale ambao tunaitana katika makongamano kama hii, mihadhara mbalimbali, tunakaa pamoja na wao vile vile, wakati mwingine mnajikuta mnaingia katika mtihani kama huyo. Katika harusi zetu utaona makubwa na ya kujaa. Wapi waliyatoa? Huko ndipo walipoyatazamia. Ukitaka kujua kama haya yote ni athari ambazo mabinti wa Kiislamu wameathirika na nchi za magharibi, itazame mwaka 2025 alafu rudi nyuma miaka ya 90. Sikuwepo, lakini tunasoma kwa wazazi wetu, na wale ambao wako hapa na umri mkubwa watanisahihisha au watanikubalisha kwa hilo. Hayo yote ambayo tunasema ya mwanamke kufanya kazi, hayo yote ambayo tunasoma mpaka ndoa ndoa ya wanawake wengi imeonekana ni unyanyasaji, na hayo ni athari ambazo tunasoma huko magharibi. Bora mwanamume aende akafanya uzinifu kuliko kuwa mke wa pili na watatu na wanne. Wamefundishwa na kuonyesha kwamba huko ni ukiukwaji, wakati lipo katika sheria ikiwa kama mwanamume atafata bawabit ambazo zinazotakikana pamoja na shurutu ambazo zinazotakikana. Bibi zetu miaka hiyo ya nyuma waliishi wanawake wanne kwenye nyumba moja. Haujasikia hata siku moja kwamba yuko mmoja alimweka kofi. Na hao wote wanahudumiwa na mwanamume mmoja, ndo anafanya shughuli ya kwenda shambani anarudi. Kwa nini wanawake walikuwa hawajakuwa na tabia kama hizi ambazo tunazizungumza? Ni kwa kuwa zama zao ulikuwa sio ulimwengu wa utandawazi. Masala ya sayansi na teknolojia yalikuwa mbali na wao.
bado hawajajua hata kumiliki simu, bado hizi TV hizi bado chache, watu wanakusanyika kwa mkuu wa mkoa ndo wanakwenda kutazama TV na kinachowapeleka ni kufata taarifa ya habari. Bado ulimwengu wao si kama ulimwengu wetu, wao waliishi maisha mazuri zaidi kuliko maisha tunayoishi sisi zama hizi. Hapo ndipo utaona kwamba tumeathirika na nchi za magharibi. Nguo hizi tunazozivaa, nguo za uchi kabisa, mwanamke hana haya wala aibu, mbele za watu amekaa hana nguo kabisa, yote wameatoa huko. Hizo zama nazokueleza, kaeni na watu wazima atakueleza, mwanamama ilikuwa ni haramu kwake kuvaa kikwembe kimoja. Lazima atajifunga kikwembe kiunoni, na lazima juu ya kikwembe kile ataweka kikwembe kingine ambacho kitaanzia tumboni kinashuka mpaka chini. Lazima kila mwanamke mwenye kujiheshimu lazima atavaa mavazi kama hayo. Nini kilichowapelekea? Walikuwa hawajapata ulimwengu wa utandawazi, walikuwa hawana ma-TV, walikuwa hawana simu. TikTok na Instagram zilikuwa bado hazijawafikia. Zilipotufikia sisi, tukawa ulimwengu mzima, ulimwengu wote tunaupeleka kiganjani. Hapo ndipo tulipoanza kusoma mafundisho machafu na yenye maadili maovu kutoka katika nchi za magharibi, tukaziweka katika jamii yetu ya Kiislamu, na hapo ndipo tulipokuja kuharibikiwa. Waislamu, kuenea mila na desturi ambazo hazihusiani na mafundisho ya Kiislamu katika kushughulika na mwanamke ni mambo ambayo yamekuwa ni mambo ya kawaida. Mambo mengine yameonekana ni mambo ya kawaida katika jamii. Hii ndio jamii tuliyokuwa nayo, na yote haya ni athari mbaya ambazo tunazozipata, tunajifunza kutoka katika nchi hizo. Mama yangu na dada yangu mpendwa, kwa kumalizia, ifike wakati tujitambue kama sisi ni Waislamu. Naam, ifikie mahala tujitambue kama sisi ni Waislamu, na Muislamu hana khiari, ni lazima aende chini ya mafundisho ya kitabu na mafundisho sahihi ya Bwana Mtume Muhammad. Alichokitaka Mungu na Mtume ndio tufate, na kile ambacho hakukitaka Mungu hicho hakina nafasi. Ikiwa kama kibla chetu itakuwa ni nchi za Ulaya, basi hapo tutakuwa tunakwenda na maji. Wao hawana aibu mwanamke au mama mwenye watoto watatu kutembea barabarani amevaa nguo za ndani tu, kwao ni kitu cha kawaida. Lakini hayo ndio ambayo yameanza kuja kwetu, bil asafi shadidi yameingia mpaka katika mabanati zetu. Mwenyezi Mungu atuongozee kizazi na atuongozee jamii yetu kwa ujumla. Washkurukum listimaikum. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Omnibook TV.